Hali gani mtazamaji wa SAUT TV? Karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na Chuo cha SAUT Mwanza chaanza ujenzi hostel za watawa na masista ili kuboresha malezi ya kiroho na kielimu. Umoja wa Mataifa umetangaza kutoshiriki katika operation ya kibinadamu inayoungwa mkono na Marekani. Na katika michezo, klabu ya Simba yatamba kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane hapo kesho. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mwanaidi Mubarak nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Joni Masawe atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamud Sanze. Tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Nyamalango jijini Mwanza wameeleza wasiwasi wao juu ya matumizi ya vilevi kama njia ya kuondoa msongo wa mawazo, wakisisitiza kuwa njia hiyo ni salama na inaweza kusababisha matatizo mengi hususan ya kiafya na kijamii. Ripoti yake Catherine Kabelege inaeleza zaidi. Baadhi ya watu wanaamini kwamba kutumia vilevi mbalimbali kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na leo niko mtaa wa Nyamalango kutaka kufahamu, je, watu wana maoni gani juu ya kauli hiyo? Pombe inasaidia kupunguza msongo wa mawazo? Kwangu mimi hamna. Kwa sababu mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, labda anaamua kwenda kutumia kilevi kama pombe. Kwa ile pombe anapoitumia kwa muda ule, zile msongo wa mawazo unaweza kuwa kama umepungua, ila pombe inapoisha, mambo ambayo yalikuwa yanamsumbua yanarudi vile vile. Watu wanakunywa pombe wapunguze mawazo, lakini mimi ninavyoona kwa mawazo yangu, wanakunywa pombe lakini pombe zikiisha mawazo yanarudi vile vile. Kwa hiyo wanajipa pombe inaweza kuathiri magonjwa ya tumboni mengi, mapafu, mafigo. Pombe unaweza kuzimaliza, lakini umejimaliza mambo ya mengi tumboni, unaumwa. Kilevi kinapunguza mawazo? Sidhani, ila siwezi nikaamini moja kwa moja. Yawezekana ni kweli au sio kweli. Kwa sababu gani nasema hivyo? Maana unaweza ukawa na mawazo saizi ukasema unywe pombe. Sidhani kama mawazo yatapotea. Utakunywa sasa hivi utalewa, utalala, pombe zitaisha, mawazo yataanzia pale pale ulikoishia. Baada ya kuzungumza na wananchi, nimelazimika kumtafuta daktari tujue na yeye ana yapi ya kuzungumza. Kiafya zaidi yanaweza yakamwathiri mwanadamu, hasa kusababisha hasa kansa labda ya ini, pamoja na kuweza kuunguza baadhi ya seli zilizo kwenye mwili, hasa kwenye ini. Kuna mishipa midogo midogo ambayo haiwezi kuhimili ile asidi ya pombe, na kwa yule mtumiaji anayetumia pombe zile kali. Ni vyema zaidi kuwashauri wale wote ambao wanatumia kilevi aina ya pombe ambacho ni kikali kuweza kuacha mara moja, kwa sababu madhara ya pombe kama tulivyosema mwanzoni hapo, wanaweza kupata kansa ya ini au saratani ya ini ambayo mwishowe inaweza kuletea madhara ya kifo. Hayo ni madhara ambayo daktari ameyasema kutokana na unywaji wa pombe, wengi wakiamini kwamba wanapunguza msongo wa mawazo. Nikiripoti kutoka mtaa wa hapa Nyamalango, Catherine Kaberege, SAUT TV. Shukrani sana Catherine Kaberege kwa taarifa hiyo, na tuende katika taarifa nyingine. Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania SAUT jijini Mwanza kimeanza rasmi ujenzi wa hostel maalumu kwa ajili ya watawa na masista watakaokuwa wakifika chuoni hapo kwa ajili ya kupata elimu na kushiriki katika shughuli mbalimbali za huduma za kidini. Hatua hiyo inalenga kuboresha mazingira ya malezi ya kiroho na kielimu kwa watumishi hao wa kanisa, huku pia ikiongeza uwezo wa chuo kuwahudumia wanafunzi wa aina mbalimbali kwa ufanisi zaidi. Mwanahabari wetu Lucia Mkono ameandaa ripoti ifuatayo. Ujenzi wa hosteli katika vyuo mbalimbali ni jambo muhimu sana kwa ajili ya wanafunzi wanaofika katika chuo husika. Ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino umeanza ujenzi kama unavyoona kwa ajili ya hosteli za masista ambao
wataweza kuishi ndani ya chuo hiki. Nami nimefika hapa kuzungumza na mratibu au kiongozi wa ujenzi huu, anazungumza haya. Sisi ndo tumepata kwa tenda ya kujenga hili jengo. Ni jengo la ghorofa 3 ambalo kila floor linabeba jumla ya vyumba 14 kuanzia floor ya chini. Kwa hiyo kwa floor zote 4 kwa jengo zima. Nikamtafuta mkuu wa idara ya falsafa na dini kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino, ambaye yeye ndiye msimamizi wa mradi huo, naye hakazungumza haya. Hii ni mradi ambao unasimamiwa na idara ya falsafa na maadili katika kuona mahitaji. Kazi ya falsafa kwa kweli sisi ni kugundua pia matatizo na kuyasolve, kutatua. Moja ya tatizo ambalo tuliona kama idara ya falsafa, tuliona kabisa kwamba chuo chetu kina soko kubwa la watawa wa kike ambao wanapenda kuja kusoma hapa. Lakini baada ya kutembelea na kuona mazingira yao kama watawa, tuliona kabisa mazingira yao wanaoishi kwa kweli si mazuri. Sisi tukagundua hapa ni tatizo, ni gap. Maana kwa sababu nafanya research, unaangalia ni wapi kuna tatizo. Tukagundua kabisa kwamba kuna tatizo, na hivi tuliona kabisa kwamba watawa wengi wa kike hawapendi kuja sauti, na tumesikia taarifa kwa mama wakubwa wao mashirikani huko kwamba kwa masista akija kusoma hapa mazingira yao ya kulala ni mabovu, hayapendezi kwa mtawa. Na hivi sisi kama wana falsafa tulianza kufanya research, ni wapi tunaweza kuandika kwa wafadhili na wahisani ambao wanaweza kutusaidia. Kumbe hiki kimetuvuta ili kutatua tatizo hili kwa uzuri, kwamba masista apate mahali pazuri pa kukaa, na kwa namna hiyo tunajua kabisa kwamba jengo likiisha itafuta masista wengi kuwa wanafunzi kusoma hapa. Hakika ujenzi wa hosteli hizi ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino unaenda kuwa mkombozi kwa wanafunzi au watawa ambao watawasili ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino kwa ajili ya masomo na wengine katika huduma tofauti tofauti. Mimi ni Lucia Mkono wa SAUT TV. Shukrani sana Lucia Mkono kwa taarifa hiyo, na tuende katika taarifa nyingine. Wakazi wa eneo la Malembe jijini Mwanza wameeleza mbinu mbalimbali wanazotumia kuhifadhi picha zao kwa ajili ya kumbukumbu, wakibainisha kuwa matumizi ya teknolojia yamekuwa msaada mkubwa katika kutunza historia, hususan ya maisha yao ya kila siku. Turejee kwake Catherine Kaberege kwa taarifa zaidi. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, watu wamekuwa wakitumia njia mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhi picha zao. Na leo nimetembelea mtaa wa Malembe kufahamu, je, watu wanatumia njia gani kuhifadhi picha zao? Mimi natumia njia ya Google Photo kutunza picha zangu, ili in case hata nikipoteza simu yangu au nikija kubadilisha simu naweza kuzipata zile picha zangu. Kutunza picha zangu kwa ajili ya kumbukumbu ya muda mrefu huwa natumia Google account, lakini pia natumia njia mbalimbali kama kuhifadhi kwenye external use kama PC. Kwa upande wangu mimi picha zangu huwa nahifadhi kwenye gallery, lakini sana sana kwenye Google Photo. Hii itakuwa inanisaidia mimi, mfano ikatokea labda simu yangu imepotea, vitu vyangu vyote vinakuwa kwenye kwenye Google Photo. Kwa hiyo picha zangu zinakuwa zimehifadhika kule. Kutokana na maoni ya wananchi, kanilazimu kufika ofisini kwa Egot, mpiga picha mzoefu, ili kutueleza njia bora na salama zaidi za kuhifadhi picha. Njia ambazo mimi natumia kutunza picha za mteja, njia yangu ya kwanza kabisa ambayo naitumia ni kuzip file. Kwa Kiswahili sijui nitaiweka vipi, lakini ni ile tuna zip file, linakuwa na usalama zaidi. Picha zinakuwa kwenye faili moja, yani zinakuwa kwenye faili moja ambao kuja kuifungua ili uzipate lazima uanzip ile faili. Umeona? Lakini njia nyingine ambayo naitumia mimi kwa ajili ya kutunza picha za wateja au hata picha zangu kwenye PC ama kwenye simu, natumia njia ya Google Drive. Google Drive ni njia ambayo ni sahihi sana kwa sababu wote tunajua inatumia email. So ukishaziweka kule picha zako, unajua email yako, unajua password yako, hata ikitokea device yako imepotea ama kuibiwa, unakuwa na uhakika kabisa kwamba utakuwa na vitu vyako viko salama. Utakachokifanya wewe ni kuingiza tu email yako kwenye device yoyote na kuweka password yako. Baada ya hapo unaingia kwenye Google Drive, unaenda kupakua vitu vyako na kuta viko salama kabisa.
Hizo ndio njia nzuri zaidi na salama za utunzaji wa picha zako. Nikiripoti kutokea mtaa wa Nganza, kata ya Luchelele, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza, Catherine Kaberege, SAUT TV. Asante sana Catherine Kaberege kwa ripoti hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiziangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianzia hapa barani Afrika, ambapo nchini Burkina Faso kundi linalohusishwa na Al-Qaeda limedai kuwaua wanajeshi 200 katika shambulio kali dhidi ya kambi ya kijeshi iliyopo mjini Djibo, kaskazini mwa Burkina Faso mapema wiki hii. Taarifa hiyo imetolewa na shirika lisilo la kiserikali Site Intelligence Group ambalo hufuatilia shughuli za makundi ya kigaidi kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya mtandaoni. Kwingineko, Umoja wa Mataifa UN umetangaza kuwa hautashiriki katika operation ya kibinadamu inayoungwa mkono na Marekani kwa ajili ya Gaza kwa sababu mpango huo hauzingatii msingi wa umuhimu wa shirika hilo, ikiwemo kutokuwa na upendeleo, kutoshiriki upande wowote na uhuru wa kiutendaji. Ripoti yake Twaha Mruma anaeleza zaidi katika habari hizi za kimataifa. Tuanzie hapa barani Afrika, katika nchi ya Burkina Faso ambapo zaidi ya wanajeshi 200 wa taifa hilo wamepoteza maisha, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyonukuliwa na shirika la habari la Reuters. Mashambulizi hayo yalianza Jumapili asubuhi ambapo washambuliaji walivamia kambi ya kijeshi pamoja na kushambulia kituo cha polisi na soko katika mji huo. Hadi sasa mamlaka za Burkina Faso hazijatoa idadi rasmi ya vifo, lakini hali ya taharuki imetanda katika mji wa Djibo kufuatia uvamizi huo. Shambulio hilo linaongeza idadi ya matukio ya kigaidi yanayoendelea kuitikisa Burkina Faso, nchi ambayo kwa miaka ya hivi karibuni imekumbwa na mashambulizi kutoka kwa makundi yenye itikadi kali ya Kiislamu. Tangu mwaka 2015 zaidi ya watu 20,000 wameripotiwa kuuawa nchini humo, huku mamilioni wakilazimika kukimbia makazi yao. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso iliyopindua utawala wa kiraia wa mwaka 2022 kwa ahadi ya kuimarisha usalama imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kudhibiti maeneo ya kaskazini na mashariki mwa nchi ambayo yanashambuliwa mara kwa mara. Hadi sasa serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu madai ya wanajeshi 200 kuuawa, lakini hali ya usalama bado ni tete katika maeneo mengi ya Burkina Faso, na jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa msaada kwa taifa hilo linalokumbwa na mgogoro wa muda mrefu wa kiusalama. Kwingineko, Umoja wa Mataifa umejiweka kando katika mpango wa utoaji wa misaada kwa upande wa Gaza. Mpango huo wa misaada umepangwa kufanyika kwa msaada wa Marekani, huko Israel ikiahidi kufanikisha utekelezaji wake bila kushiriki moja kwa moja katika usambazaji wa misaada kwa raia wa Gaza. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa mazingira ya sasa hayatoi uhakika wa kutekelezwa kwa misingi ya kibinadamu isiyoegemea upande wowote tangu kuanza kwa mzozo wa Israel na Hamas mwezi Oktoba 2023. Hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza imezidi kuwa mbaya, huku mashirika ya misaada yakiripoti uhaba mkubwa wa chakula, maji safi na huduma za afya kwa mamilioni ya watu walioko katika ukanda huo. Licha ya juhudi za kimataifa katika kupatikana kwa suluhu ya muda na kufikishwa kwa misaada salama, changamoto za kiusalama, ukosefu wa njia salama za usambazaji na ukosefu wa ushirikiano wa pande zote bado zimesalia kuwa kikwazo kikubwa kwa kazi ya mashirika ya kibinadamu. Umoja huo pia umesisitiza kuwa upo tayari kushiriki katika juhudi za kutoa msaada Gaza endapo kutakuwa na mazingira huru, salama na yasiyoegemea upande wowote. Nayo mashirika ya haki za kibinadamu yameendelea kuonya kuwa misaada ya kibinadamu haitakiwi kuwa chombo cha kisiasa au kijeshi, bali ni haki ya kimsingi kwa waathirika wa vita ndani ya ukanda wa Gaza. Tukimalizia na huko barani Ulaya, baada ya siku 5 za sintofahamu kuhusu pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin la kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine, siku ya Alhamisi iliyotarajiwa kuwa mwanzo wa mazungumzo hayo iligeuka kuwa ya machafuko na mkanganyiko mkubwa jijini Istanbul huko Uturuki. Katika hatua ya kushangaza, Kremlin imethibitisha kuwa Rais Vladimir Putin hatohudhuria mazungumzo hayo. Badala yake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika mji mkuu wa Ankara kwa mazungumzo binafsi.
Kwa mujibu wa taarifa ya Kremlin, pendekezo la mazungumzo lilitolewa na Putin kufuatia shinikizo kutoka kwa Ukraine na washirika wake waliomtaka akubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 na kukabiliwa na vikwazo vipya vya kiuchumi. Rais Putin alichagua njia ya mazungumzo kama mbadala wa mashinikizo hayo. Hali hii ya mkanganyiko na ukosefu wa udhabiti katika hatua za kidiplomasia inaashiria ugumu wa kufikia suluhu ya haraka katika mzozo huu unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Nikiripoti kimataifa, Twaha Mruma, Sauti TV. Shukrani sana Twaha Mruma kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na John Masawe atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Sudi wa Boda. 200,000? Ndio, 200,000 mwanangu anawe. Nikakate tiketi nije. Una hela? Lakini mbona niliona message? Sasa ile tukui. Ile iko kwenye simu mganga. Alipa haraka. Jina Mwandangule. Utakapopona usikose kuja haji, utaoga katikati ya uwanja sana za usiku. Utakuja nikuchanje kwenye kiuno ili kila kitu kiwe sawa, tumeelewana? Usikose kufuatilia Sudi wa Boda kila Jumamosi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @Sauti. Karibu mtazamaji wa Sauti TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni John Masawe. Katika siku za hivi karibuni, vijana wengi jijini Mwanza wameonyesha uthubutu kwa kuanzisha biashara zao binafsi. Hata hivyo, kumekuwa na changamoto kubwa ya biashara hizo kudumu kwa muda mrefu. Baadhi ya vijana hao wamezungumza na Sauti TV ambapo wamesema kuwa biashara nyingi hufa mapema kutokana na ukosefu wa elimu na uelewa wa kutosha kuhusu uendeshaji wa biashara. Baadhi ya vijana hao wamezungumza na Sauti TV ambapo wamesema kuwa biashara nyingi hufa mapema kutokana na ukosefu wa elimu na uelewa wa kutosha kuhusu uendeshaji wa biashara hizo, jambo linalosababisha kushindwa kuhimili ushindani na changamoto za kiuchumi. Kwingineko, katika biashara kimataifa, kwa siku ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano ya kibiashara yenye thamani ya dola bilioni 200 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 500 za Kitanzania kati ya Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Makubaliano hayo yanajumuisha dili kubwa la dola bilioni 14.5 kati ya kampuni ya Boeing GE Aerospace na shirika la ndege la Etihad Airways, yakiwa na lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Ripoti yake Hamudi Sanze inasomwa na Mariam Faki. Kwa siku za hivi karibuni, vijana wengi wamekuwa na uthubutu wa kuanzisha biashara, lakini biashara hizo hazidumu kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa elimu ya biashara. Leo nimefika hapa Malimbe jijini Mwanza kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika eneo hili, wakieleza sababu zinazopelekea kufa kwa biashara hizo. Na hii inatokana na changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto ni kwamba watu wameshindwa kukosa ujuzi au ufanisi katika kazi zao, kwa sababu kazi inapozoeleka, mtu amezoea sehemu fulani iko vile. Kwa hiyo akishaizoea ile sehemu, kija sehemu nyingine lazima atavutiwa na sehemu nyingine. Kwa hiyo ule ubunifu katika kazi, for instance watu wanaouza genge, mtu anakuta na genge anapanga tu nyanya, hapana. Unaweza ukavutia tu, ukatengeneza banda lako, ukalibadilisha, ukatengeneza videli, vidumu, ukaweka ambavyo vitamsaidia hata mteja, vinakuwa vinafanyaje vikimvutia. Kuna wafanyabiashara wengine wanakuja kutoka sehemu mbalimbali wakijua kabisa kwamba hapa kuna movement ya watu, muda wote atakuwa anauza na ingiza hela. Lakini kuna muda fulani unakuta amekaa, biashara haiendi. Ni pindi ambapo wanafunzi hata wamepokea boom lao, wakawa wanalitumia, ndivyo wateja unakuta wafanyabiashara wanazidi kuuza. Lakini pale ambapo wanafunzi wamekosa boom, unakuta biashara haiendi, na ndipo inafikia mahala mtu anakata tamaa ya kukaa mazingira haya na kurudi sehemu ambayo aliyotoka. Kwa upande wake, mhadhiri na mwanauchumi kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Campus Kuu ya Mwanza South ameeleza kuwa watu wengi biashara zao hufa kutokana na ukosefu wa mpango mzuri wa biashara kwa watu hao, na hapa anaeleza. Sasa pengine naweza nikazungumza hilo kwa upana kidogo. Watu nadhani hapa wengi wanakosa, kuna kitu kinaitwa business plan. Business plan kwa maana ya mpango mzuri wa biashara. Kwenye mpango mzuri wa biashara tunakuwa tunamaanisha nini? Tunazungumza vitu kama kujua masoko, tunazungumza vitu kama gharama za kuanzisha biashara. Takiwa mtu ujue gharama za kuanzisha biashara hiyo.
tunazungumza vitu kama ushindani. Inabidi watu watafute, uangalie biashara ambayo wanataka kuanzisha ina ushindani kiasi gani. Sio unaanzisha tu biashara. Kuna zungumza vitu kama msimu. Lazima uangalie biashara ambayo unakuwa unataka kuifanya ipo katika msimu upi. Kwenye msimu tunaangalia. Kuna zile biashara ambazo kwa mfano uuzaji wa makoti. Sasa makoti huwezi ukauza makoti kipindi cha kiangazi. Tunavyozungumza msimu lazima uangalie ni msimu upi. Msimu wa baridi, msimu wa kiangazi au ni msimu gani. Kuna vitu kama location. Pia lazima uangalie location. Sababu unaweza ukaamua uweze ukafanya biashara fulani maeneo fulani. Kwa mfano nikichukulia labda wanafunzi wa vyuo vikuu hasa sauti. Uwezi ukaanzisha biashara ya kwa mfano kwa mazingira yetu kama sauti kuna biashara kama ya chakula. Umeona? Kwa hiyo location. Kwa unaangalia sasa mazingira ya sauti kuna wanafunzi. Na watumiaji wakubwa yaani kwa maana ya wanafunzi, biashara ambayo inaweza kalipa zaidi ni biashara ya chakula kwa sababu mwanafunzi lazima ale. Mwanafunzi lazima ale asubuhi, ale mchana, ale jioni kwa mahitaji yake yale ya msingi. Kwa hiyo tunapoangalia location angalia vitu kama hivyo. Aidha, ametoa ushauri kwa wafanyabiashara hao kwa kusema kuwa wanapaswa kuwa na msingi mzuri na kufanya utafiti kabla ya kuanza biashara zao. Ambacho naweza nikawashauri wanafunzi, kwanza lazima awe na business idea. Aangalie kwamba anataka kufungua biashara ipi, maeneo gani, alafu pia na aina ya mtaji, kwa sababu kila biashara inaangalia na mtaji. Uwezo ukawa na mtaji wa shilingi 100,000 unataka kufungua biashara ambayo inalenga yaani unawaza kupata biashara kubwa kwenye mtaji mdogo. Umeona Kwa hiyo kama unafungua biashara yenye mtaji mdogo, unaufikiria kabisa kipato chako kitaendana na aina ya mtaji ulionao. Na tukienda nje ya mipaka ya Tanzania ambapo shirika la ndege la Etihad lenye makao yake makuu mjini Abu Dhabi siku ya leo limethibitisha kuwa linaagiza ndege 28 aina ya Boeing zenye injini za GE. Etihad imeeleza kuwa ununuzi huu ni sehemu ya mkakati wake wa kuboresha na kuendana na mahitaji mapya ya mtandao wake wa safari na shughuli za kiutendaji. Kwa mujibu wa White House, makubaliano hayo yanajumuisha ununuzi wa ndege aina ya Boeing 787 na 777X ambazo zitaanza kuwasili mwaka 2028. Ingawa Boeing na GE hawakutoa tamko rasmi, serikali ya Marekani imeeleza kuwa mpango huo utaimarisha ushirikiano wa muda mrefu katika sekta ya anga kati ya Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu na kuchangia ukuaji wa viwanda na mauzo ya nje ya Marekani. Aidha, Etihad kwa sasa ina jumla ya ndege takriban 100. Mkurugenzi mtendaji wa Etihad, Antonio Ado Neves, alisema mwezi uliopita kuwa shirika hilo linapanga kuongeza ndege 20 hadi 22 mwaka huu, likilenga kufikisha zaidi ya ndege 170 ifikapo mwaka 2030 kama sehemu ya kuunga mkono mkakati na utofautishaji wa uchumi wa Abu Dhabi. Katika mpango wa mwaka huu, Etihad inatarajia kupokea ndege 10 aina ya Airbus A321 LR ambazo zitaanza kutumika rasmi kuanzia mwezi Agosti. Pia watapokea ndege 6 aina ya Airbus A354 aina ya Boeing 787. Wakati huo huo, siku ya Jumatano kampuni ya Boeing ilipata dili kubwa zaidi la ndege kubwa widebody baada ya shirika la ndege la Qatar Airways kuweka oda ya ndege 160 na chaguo la kununua ndege nyingine 50 zaidi, ikiwa na thamani ya jumla ya dola bilioni 96 wakati wa ziara ya Donald Trump katika nchi hiyo ya Ghuba. Mimi ni Hamudi Sanze, South TV. Shukrani sana Hamudi Sanze kwa ripoti hiyo ya habari za biashara. Na mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za michezo na Hamudi Sanze. Endelea kutazama South TV habari. Mimi ni John Masawe. Ni matumaini yangu hujambo na mzima wa afya mwanamichezo wenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze. Na tukianzia huko nchini Morocco ambapo kocha wa klabu ya Simba Sports Club Fadlurahman Davids amesema anaifahamu vizuri timu ya RS Berkane na uzoefu mkubwa walionao katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Akizungumza kuelekea mchezo wa fainali ya mkondo wa kwanza utakaopigwa hapo kesho majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Akizungumza kuelekea mchezo wa fainali ya mkondo wa kwanza utakaopigwa kesho majira saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, Davids amesema
Maandalizi ya timu yake yamekamilika na wapo tayari kwa changamoto hiyo. Na tukienda kuangazia katika uga kimataifa ambapo klabu ya FC Barcelona ya nchini Hispania wametangazwa rasmi hapo jana kwa mabingwa wa La Liga wa msimu 2024-2025 baada ya ushindi wa mabao mawili dhidi ya Espanyol. Ushindi huo umewafanya wafikishe jumla ya alama 88 ambazo haziwezi kufikiwa na klabu ya Real Madrid ambao wanashika nafasi ya pili. Mwanamchezo wetu Alfred Bundala anatujuza zaidi katika taarifa hizi za michezo. Tuanzie huko nchini Morocco ambapo kocha wa Simba Fedou Davids ameeleza kuwa amefurahishwa na ubora wa uwanja wa Manispaa ya Berkane ambapo mchezo huo utapigwa. Fedou amesema mazingira ya uwanja huo ni rafiki kwa mchezo wa soka na itawasaidia wachezaji wake kutimiza malengo waliojiwekea kwenye mchezo huo muhimu. Aidha, kocha huyo amesema kuwa pamoja na kuwaheshimu wapinzani wao, Simba Sports Club haitacheza kwa hofu bali kwa nidhamu na malengo mahususi ya kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa ugenini, na kusisitiza kuwa timu yake imejipanga vyema kimbinu na kimwili kwa ajili ya mechi hiyo ya kwanza ya fainali. Kwa upande mwingine, beki wakati wa Simba Sports Club Chefondo Malone amesema timu ina wajibu wa kucheza kwa kujituma na kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezo huo. Malone ameongeza kuwa mchezo wa fainali si wa kawaida na kila mchezaji wa Simba anatambua umuhimu wa mechi hiyo kwa klabu na mashabiki wa Simba. Simba Sports Club inakutana na RS Berkane katika fainali ya kombe la shirikisho la Afrika kwa mara ya kwanza, huku mchezo wa kwanza ukitarajiwa kuanza saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Tanzania. Fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 20 under 20 AFCON 2025 itakutanisha timu ya taifa ya Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini. Morocco ilifuzu kwa hatua ya fainali baada ya kumfunga mwenyeji Misri kwa bao 1-0 katika nusu fainali iliyochezwa mjini Cairo, huku Afrika Kusini ikitoa Nigeria kwa ushindi wa bao 1-0 katika uwanja wa Suez Canal. Mchezo wa fainali utafanyika Jumapili ya tarehe 18 ya mwezi Mei 2025 majira ya saa 3 kamili usiku katika uwanja wa Cairo International Stadium nchini Misri. Tukisalia hapa barani Afrika, fainali ya ligi ya mabingwa ya Afrika 2025 itavikutanisha vilabu vya Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini dhidi ya Pyramid FC ya nchini Misri, ambapo timu hizo mbili zimefika hatua ya mwisho ya fainali baada ya kushinda michezo yao ya robo fainali na nusu fainali. Mchezo wa kwanza wa fainali utafanyika Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025 kwenye uwanja wa Loftus-Versfeld jijini Pretoria nchini Afrika Kusini. Mechi ya marudiano itapigwa Jumapili tarehe 1 Juni 2025 kwenye uwanja wa Air Defense jijini Cairo nchini Misri. Fainali hii inatarajiwa kuwa ya ushindani mkubwa kati ya wakongwe hao Sundowns na Pyramid wanaocheza fainali yao ya kwanza. Lakini tukielekea huko nchini Hispania, klabu ya FC Barcelona ya nchini Hispania wametangazwa mabingwa wa La Liga msimu wa mwaka 2024-2025 baada ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Espanyol. Ushindi huo umewafanya wafikishe jumla ya alama 88 ambazo haziwezi kufikiwa na Real Madrid waliopo nafasi ya pili ya msimamo huo. Magoli ya ushindi yalifungwa na Lamine Yamal pamoja na Fermin Lopez. Huu ni ubingwa wao wa 28 wa La Liga kwa FC Barcelona na ni wa kwanza chini ya kocha Hans Flick aliyechukua mikoba Mei 2024 kutoka kwa Xavi Hernandez. Barcelona pia wametoa mataji yote matatu ya ndani msimu huu, yaani La Liga, Copa del Rey na Supercopa de España. Hii ni rekodi ya kuvutia kwa Flick katika msimu wake wa kwanza akiwa na klabu ya FC Barcelona. Philip Alfred, SAUT TV. Asante sana Alfred Bundala kwa taarifa hizo za michezo, na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze, na sasa turudi kwake Mwanaidi Mubarak kutamatisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Hamud Sanze kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Chuo cha Sauti Mwanza chaanza ujenzi wa hostel za watawa na masista ili kuboresha malezi ya kiroho na kielimu.
Umoja wa Mataifa umetangaza kutoshiriki katika operesheni ya kibinadamu inayounga mkono na Marekani. Na katika michezo, klabu ya Simba yatamba kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane hapo kesho. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.